Namuomba Muna binti Yusufu, Nasra binti Abdul, Ahlam binti Yusuf na Fatma binti Abdul. Hawa ndio watakuwa wametukamilishia. Hao nilowataja. Tunaanza na Shadia Mpagama, Muna anasubiria. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna min awwali raka'is fi tarbiyah. Nguzo ya kwanza katika malezi, ikhtiyari zawjati salihah, ni kumchagua mke mwema. Wa hadhihi rakiza takunu qabla an yurzaqa alwalidani bil awlad, na hii ni nguzo ambayo inakuwa kabla wazazi hawajapata watoto. Fa'alayka an tajtahida fi ikhtiyari zawjat ma'rufa salahi wa taqwa. Ni wajibu wa kila mtu kutafuta mke mwema anayejulikana kuwa na msimamo wa dini na ucha Mungu. Liannaha satakuna aunan laka ala tarbiyatihim wa ta'dibihim wa tanshiatihim nash'ata salihah. Kwani kupata mke mwema kutamsaidia mtu huyo katika malezi yao na kuwafundisha maadili na adabu na kuwakuza makuzi mema. Wa hatta law lam tu'ini zawjati salihah zawjaha ala tarbiyati al-abna'i فإنها لن تكون ضررا عليهم في دينهم وأخلاقهم. Na ikitokea mwanamke huyo mwema hakumsaidia mume katika malezi, lakini hatakuwa madhara kwa watoto wao katika tabia zao na dini yao. Walihadha jaa alhathu min nabiyina karima alayhi salam ala ikhtiyari almar'atu dhata ad-din. Imekuja hadithi kutoka kwa mtume mtukufu akihamasisha kuchagua mke mwema. Faqala, akasema, tunkahu almar'atu liarba'i, katika furaha mwanamke kwa kawaida huolewa kwa manne. Limaliha, kwa mali yake, walhasabiha, kwa nasaba yake, walidiniha, na kwa dini yake. Fadhfar bidhati din tarbati adaka. Mtume akasema, chagua mwenye dini itafaulu mikono yako. Waswaha anhu annahu qala man razaqahu Allahu imra'atan salihah faqad aana wala shatri dinihi falyattaqillah fi shatri al-baqi. Imethibitishwa kutoka kwa mtume mtukufu akisema, yule ambaye Allah amemruzuku mke mwema, basi Allah amemsaidia mtu huyo katika sehemu ya dini yake, basi amuogope Allah katika sehemu iliyobaki. Walihadha kana zawjatu salihah min a'zam asbabi sa'adati fi dunya. Kutokana na mafundisho yameonyesha kuwa mke mwema ni sababu kubwa ya furaha duniani, kama akhbala bidhalika nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, kama alivyoeleza mtume mtukufu sallallahu alayhi wasallam akisema, min saadati ibni adam almar'atu salihah, katika furaha anayopata mwanadamu ni kupata mke mwema. Wa inna ma kanat almar'atu salihah juz'an min saadati almar'i, imeeleka kuwa mke mwema ni sehemu ya furaha ya mtu. Lianna fiha sifati la tatawaffaru illa fi salihah minan nisa'i, kwa sababu kwake ziko sifa huwa zipatikani ila kwa wanawake wema. Kal ikhlas wan nush was-sidq wal amana wal wafa'i wa hifdh al-mali wa ihtirami az-zawji wa siyanati al-'ird wa husni tarbiyati al-awlad. Thumma inna salahaha yan'akisu 'ala al-abna'i li shiddati mubasharatiha lahum wa inayatiha bihim wa tawjihiha al-mustamirrahum. Miongoni mwa sifa hizo ni ibada safi sio na shiriki, pamoja na nasaa, ukweli na uaminifu, kuchunga heshima ya mume na kujali heshima yake, na malezi mazuri ya watoto. Wa hadha aidan min jumlati saadati allati yaj'aluha Allah azza wa jalla fi zawjati salihah, na hii ni miongoni mwa furaha ambayo Allah huweka ndani ya mke mwema. Wa hadha assalamu alaykum wal afwa minkum wa minkunna wa ila al-liqa'i في مرة أخرى إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله عظيم العطاء الواهب المتفضل على عباده بنعمة الأبناء. سبحانه أمر بتربيتهم ورعايتهم كي يكونوا أتقياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين أحسن المربين وأكمل الناس رعاية لأبنائه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أهم الواجبات الجسيمة katika mambo yaliyo muhimu ambayo ni wajibu kwetu, wal amanati alazima, na ni amana kubwa tulokabidhiwa, allati yajibu ala alabdi an ya'tani biha fi hadhihi alhaya, ambayo ni wajibu kila mmoja kuijali katika maisha haya. Abnaa ni amana ya watoto wake, min haythu tarbiyatuhum wa ta'dibuhum wa nusuhum wa tawjihum, kuwalea watoto hao, kuwafundisha adabu vizuri, kuwapa nasaha na kuwaongoza. Fa innal abnaa min jumlati alamanati alazima, kwani watoto ni katika amana kubwa, allati yamara Allahu azza wa jalla bi riayatiha wa hifdhiha, ambayo Allah mtukufu ameamrisha kuichunga na kuhifadhi. Kama qala ta'ala inda dhikrihi li awsafil mu'minin, kama alivyosema Allah mtukufu akisimulia sifa za waumini, a'udhu billahi minash shaitanir rajim walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Miongoni mwa sifa za waumini ni wale ambao amana zao na ahadi zao wanazichunga. Waqal, na akasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Enyi mloamini, msimfanyie khiana Allah na mtume wake, na mkazifanyia khiana amana zenu hali ya kuwa mnajua ni makosa kufanya hivyo. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha indahu ajrun adhim, na mjue kwamba hakika mali zenu na watoto wenu ni mtihani kwenu, na hakika mbele ya Allah kuna malipo makubwa. Wallahu tabaraka wa taala kama annahu wahaba al-abaa hadhihi an-ni'mati al-azim, na Allah mtukufu kama ambavyo amewapa zawadi wazazi neema hii kubwa. Faqal, akasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim lillahi mulku as-samawati wal ardh yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur. Ni yake Allah mamlaka ya mbingu na ardhi, anaumba atakavyo, anampa zawadi ya watoto wa kike kwa atakayetaka kumpa, na anampa zawadi ya watoto wa kiume kwa atakayemtaka. Fa innahu qad itamanahum 'alayha wa wajaba 'alayhim huquqa wa wajibat waja'ala imtihana wa ikhtibara lil aba. Hakika Allah baada ya kuzungumza maneno hayo alionyesha kwamba amewapa amana na wakalazimisha wazazi haki na wajibu vya kutekeleza kwa watoto, na akawafanya watoto kuwa ni mtihani kwa wazazi. Fa inqamu biha tujaha binaihim kama amarahum Allahu azza wa jalla kana lahum 'inda Allahi ajrun 'adhimun wa thawabun jazil. Wakifanya mtihani huo vizuri kama alivyoamrisha Allah mtukufu, watalipa malipo mazuri na Allah mtukufu. Wa infarratu fiha faqad arradu anfusahum lil'uqubati bihasbi tafritihim, na wakiwa watawatelekeza watakuwa wamejiingiza nafsi zao kwenye adhabu ya Allah kiasi cha kuwatelekeza kwao. Qala Allah ta'ala azza wa jalla, anasema Allah mtukufu, a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad. Enyi mloamini, zikingeni nafsi zenu na za familia zenu kuzikinga na moto ambao viwashio vyake ni watu na mawe. Wasimamizi wa moto huo ni malaika wakakamavu na wenye nguvu. Qala al-khalifatu ar-rashid Ali bin Abi Talib, anasema khalifa mtukufu Ali bin Abi Talib, alimuhum wa adibuhum, wafundisheni wasomesheni, mwafunze watoto wenu adabu. Wasahani nabii sallallahu alayhi wasallam, imethibiti kutoka kwa mtume rehma na amani ziwe juu yake, taakidu hadha al-amr wa bayanu tahattumihi ala al-abai, akitilia mkazo sala la malezi kwa wazazi akasema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, nyote ninyi wachungaji na kila mmoja ataulizwa kuhusu kila alichopewa kukichunga. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, kiongozi ni mchungaji naye ataulizwa kuhusu raia wake alivyowachunga. Warajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyati, baba mwenye nyumba ni mchungaji katika familia yake naye ataulizwa kuhusu alivyoichunga. Walmar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha, mke ni mchungaji katika nyumba ya mume naye ataulizwa kuhusu alivyoichunga.
والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. Mtumishi ni mchungaji katika mali ya bosi wake, naye ataulizwa kuhusu alivyoichunga. Ala, zindukeni na mjue, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Faqawluhu sallallahu alayhi wasallam, pale Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema neno mas'ulun, wataulizwa alichopewa kichunga, tadhkiru bisuali llahi lil'abdi an hadhihi al-amana idha waqafa baina yadayhi yawm al-qiyam. Hii ni kukumbusha kwamba atakayeuliza ni Allah mtukufu kumuuliza mja kuhusu amana siku atakaposimamishwa mbele yake. ونسأله بمنه وكرمه أن يحفظ أبناءنا أجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين، وأن يتولهم بالتوفيق، وأن يرزقهم الصلاح والعافية والسلامة من الفتن، إنه سميع مجيب. وهذا السلام عليكم والعفو منكم ومنكن، وإلى اللقاء في مرة أخرى إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. شكرا. Huyo ni Muna Yusufu, mada nzuri kabisa, ameisoma kifundi. Wanaokamilisha ni hawa mabinti watatu, na kwa sababu ni wataalamu. Muna, njoo mamangu. Unakimbiliwa na mtangazaji kutoka Qiblatain FM. Kuna salamu zako, unaenda kule? Hii kutoka kwa babu yako Sheikh Taha Suleiman Bane, mwanachuoni yule. Hii mada ulosoma wewe na kuna mwenzio alisoma, naona ni Shadia. Mugawana hiyo. Na wataja hawa Nasra Abdul ndio alikuwa juu. Kwenye viti vya kusubiria nilikuwa namuomba Ahlam Yusuf na Fatma Abdul, tutakuwa tumemaliza. Huu ni mchana, hizi mada zifanyeni kwa short and clear, au sio? Welcome. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi azimil ata, alwahibil mutafaddil ala ibadihi bi ni'matil anbiya. Subhanahu amara bi tarbiyatihim wa riayatihim kay yakunu atqiya. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الأمين، أحسن المربين وأكمل الناس رعاية لأبنائه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعواته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن الأمور التي تعين على تربية الأبناء التربية الصالحة. Katika mambo ambayo yatasaidia juu ya malezi ya watoto, malezi yaliyokuwa mazuri, an yakhtara alwalidani li auladihima alasma alhasanata at-tayyiba, ni wazazi kuwachagulia watoto wao majina yaliyokuwa mazuri, allati turbituhum bi ta'atillah, ambayo yatawakumbusha kumtii Allah. Ka yusamma Abdallah, kama kumuita mtoto Abdallah, Abdurrahman wa Muhammad wa Salih. Wa nahwa hadhihi al-asma' al-hasanah allati tudhakkiruhu biirtibatihi bis-salahi wal-ibada. Na mfano majina kama hayo mazuri ambayo yatawakumbusha na kuwaunganisha na watu wema na kufanya ibada, wa bima yuhmadu alayhi, pia majina yenye kubeba sifa nzuri. Fayakuna fi dhalika ta'thirun alayhi ghariban, mara nyingi kunakuwa na athari nzuri katika kuwapa majina hayo. Kama qila, kama isemavyo, likulli rajulin min ismihi nasibun, kila mtu ana nafasi nzuri katika jina lake. Wasahani nabii sallallahu alayhi wasallam qal, imethibiti kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, inna ahabba asma'ikum ila Allahi Abdallah wa Abdurrahman, hakika majina yenu yenye kupendeza kwa Allah ni Abdallah na Abdurrahman. Wa minal munasibi an yubayna alwalidu liwaladihi ma'na ismihi, pia inapendeza mzazi amdhirishie mtoto wake maana jina lake. Wa wajha kauni hadha alismi mahbuba lillahi azza wa jalla, na muelezee kwa nini jina lake linapendeza mbele ya Allah. Famathalan in kana ismuhu Abdallah, kwa mfano jina lake likawa ni Abdallah, taqulu lahu, basi utamwambia, anta abdulillah, wewe ni mja wa Allah, alladhi khalaqaka wa awjadaka, ambaye amekuumba na akakuleta duniani, wa an'ama alayka bihadhihi an-ni'ma al-kathira, na akakuneemesha neema hizi zilizokuwa nyingi. Wallati tastalzimu minka an takuna shakiran wa muti'an lahu,
neema ambazo zinakulazimu wewe mshukuru na umtii yeye Allah. Wa in kana ismuhu mutabiqan lismi nabiyyin min al-anbiya'i alayhimus salam, na ikiwa jina lake lina nabii katika manabii watukufu, au sahabiyin min as-sahabati al-kiram, au ni la sahaba katika masahaba watukufu, famin al-mufidi an tukarrila alayhi qissata hadha an-nabiy au as-sahabi, basi itapendeza umkarilie kisa cha nabii huyo au sahaba huyo. Watubarriza lahu minha al-mahamid wa makarim al-umur, pia inapendeza umdhirishie kila sifa nzuri na kila tabia njema za nabii huyo au sahaba huyo, liajitahida fi tahalli biha, ili ajitahidi kujipamba na sifa hizo, watashabbuhi bi sahibi hadha al-ismi, na ajifananishe na mtu mwenye jina hilo. Wa hakadha yusnau fi baqiyati al-asma'i at-tayyiba, na ndio hivyo ifanyike kwa kila mtoto kwa kila jina zuri. Wa yaltahiqu bi hadhihi ar-rakiza takniyatul abna'i bi kunya tayyibatin min as-sighar. Nguzo nyingine katika nguzo ya malezi ni kuwapatia majina ya sifa watoto tangu wakiwa wadogo, mithlu abi au ummi, kama kumuita mtoto mama yangu au baba yangu. Wali alla tasbiqa ilayhim al-alqab as-sayyi'atu wadh-dhamima, ili yasitangulie kwao majina yenye sifa mbaya. Wa yu'tabaru hadha min at-tafa'ul al-hasan, pia zingatiwe katika kuwapa majina hayo ya sifa, likay yata'awwad al-walad al-ihtiram, ni kuwachagulia watoto likay yata'awwad al-walad al-ihtiram, ni kuwapa likay yata'awwad al-walad al-ihtiram, ni kuwapa sifa watoto ili wazoee kuheshimiwa tangu wakiwa wadogo. Wa fihi ta'zizu li shakhsiyatihi, na pia kunakuza shakhsia yake, bi aisha hadha tiflu hatta yurzaqa bidhurriya, kwamba aje aishi na aje aruzukie watoto. Arrakizatul ukhra al-adlu baina al-abna'i, nguzo nyingine katika malezi ni uadilifu kwa watoto. Fataharu al-adla baina al-abna'i, kuchunga uadilifu kwa watoto. Walbu'd anil jawri wal hayfi wadh-dhulmi, na kujiepusha na jeuri kwao na dhulma. Yu'tabaru min ahmi ar-rakaiz al-mu'athirati fi tarbiyatihim, hii ni nguzo inayoangaliwa katika nguzo yenye athari kubwa sana katika malezi ya watoto. Fa inna aba idha lam ya'dil baina abnaihi, ikiwa mzazi akufanya uadilifu kwa watoto wake, au jada dhalika bainahum al-adawata wat-tahasuda wat-tabaghud, itapelekea uadui baina yao na husda na kuchukiana. Wa fil muqabila idha harisa ala al-'adl bainahum, na kinyume cha hivyo pindi uadilifu ukifanyika baina yao, kana dhalika min a'zami asbabi tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim lahum, inakuwa ni sababu kubwa ya wao kupendana na kuwa waadilifu kwa wazazi wao. Wa hadha, assalamu alaykum wal afwa minkum wa minkunna, wa ila al-liqa'i fi marratin ukhra insha Allah, wa kullu 'amin wa antum bi khair. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Nasr Abdul. Mwanangu, subiri, kuna zawadi kule kutoka meza kuu wakiongozwa na Sheikh Taha, wewe na huyu aliyepanda Ahlam na atakayekuja kumaliza Fatma, kwa sababu mmezungumzia tarbia, mmezungumzia malezi, kitu ambacho ndio janga kubwa katika jamii tulikuwa nayo. Kwa hiyo huu mzigo kutoka kwa Sheikh Taha Suleiman Bane na viongozi wengine kule. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi al-azim al-'ata الواهب المتفضل على عباده بنعمة الأبناء، سبحانه أمر بتربيتهم ورعايتهم كي يكونوا أتقياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أحسن المربين وأكمل الناس رعاية لأبنائه أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، ومن الركائز العظيمة، na miongoni mwa nguzo kubwa katika malezi ya watoto, an yakuna alwalid qudwatan li abnaihi, awe mzazi ni kiigizo chema kwa watoto wake. Fa in amarahum bil khairi harisan yakuna almubaddiru ilayhi, pindi atakapoamrisha jambo la khairi basi awe wa kwanza kukimbilia kufanya khairi hiyo. Wa innahum ani sharri kana huwa ab'adahum an, na akiwakataza jambo la shari basi awe wa kwanza kujitenga na shari hiyo. Fala yakunu kalamuhu fi wadin wa fi'luhu fi wadin akhar, yasiwe maneno yake mzazi katika bonde hili na matendo yake katika bonde jingine. Fayunshi'u 'inda al-abna'i tanaqudan
watabayunan wattiraban adhima. Akifanya hivyo atawajengea mgongano wa ufahamu watoto wake na kuwachanganya akili zao sana. Mimma yaulu lilabna'i litarki at-tawjih wat-ta'dib min al-aba'i wa tajahuli wa 'adam al-intifa'i bi nasfi al-walid wa tawjihihi. Na hali hiyo itapelekea watoto kuacha mwongozo, kupuuzia na kutonufaika na nasaha za mzazi au mlezi wao. Lianna an-nufusa majbulatun 'ala 'adam al-intifa'i bi kalami man la ya'lamu bi'ilmihi wa la yantafi'u bihi. Kwani nafsi zimeumbwa kupata maneno ya mtu anayesema kukataza maneno ya mtu anayesema bila kutenda au kunufaika na elimu yake. Wa hadha bimanzilati man yasifu lahu tabibun dawa'an limarad bihi mithlahu. Na mfano huu ni mfano wa daktari anayekueleza tiba ugonjwa ambao yeye anayo, wa tabibu mu'rid anhu ghairu multafitin ilayhi, lakini tiba hiyo haitumii wala haifuati. Bali tabibu madhkurun 'indahum ahsan halan min hadhihi alwa'id almukhalif lima ya'idhu bihi. Bali daktari anapotaja kukimbia dawa na yeye ana ugonjwa, ana nafuu kuliko mwenye kutoa mawaidha alafu akaenda kinyume nayo. Li'annahu qad yaqumu dawa'an akhar 'indahu maqama hadha ad-dawa' wa qad yara anna bihi quwwatan 'ala tarki at-tadawi wa qad yaqna'u bi'amali at-tabib. Kwani huyu daktari anaweza kutumia dawa nyingine au akaacha dawa na kusema atapona kwa maumbile au kwa kula vyakula vya asili. Waliajli hadhihi an-nufrati qala Shuaib alayhi salam liqaumihi. Na kutokana na hali hii ya kutisha ya kusema bila kutenda, amesema Shuaib kuambia watu wake, wama uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, wala mimi siendi kinyume na yale nilokukatazeni. Waqala ba'du salaf, na wamesema wema waliotangulia, idha aradta an yuqbala minka al-amru wan-nahyu, ukitaka amri yako ifanywe kazi na makatazo yako yafanywe kazi, fa idha amarta bi shay'in fakun awwal al-fa'ilina lahu al-mu'tamirina bi, basi ukiamrisha kitu kuwa wewe wa kwanza kukifanya. Wa idha nahaita an shay'in fakun awwal al-muntahina an, na ukikataza jambo kuwa wa kwanza kuliacha. Waqad qila, pia kuna msemaji mmoja amesema, ya ayuha ar-rajulu muallim ghayrahu, mwenye kuwafundisha wengine, hal nafsika kana dhat ta'lim, unaonaje elimu hiyo ingeifaa nafsi yako kwanza? Tasifu dawa lidhistiqami wa dhidhana, unasifia dawa kwa watu uzuri wake, kaima yasihu bihi wa anta saqim, inakuwaje wewe huitumia ugonjwa huo unao? La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahum, bihim, vile vile waendelee kumuomba Allah baada ya Allah kuwaruzuku watoto hao bil hidayati wasalahi, waombe uongofu na wema, wal istiqama na msimamo, wathabati ala dayana uswatan bil anbiya alayhi salam, na waombe ithbati katika maisha ili waendane na mienendo ya mitume, rehma na amani ziwe juu yao. Fa inna Allah azza wa jalla akhbarana an khalilihi Ibrahim alayhi salam, hakika Mwenyezi Mungu mtukufu anatuhabarisha sisi juu ya Nabii Ibrahim, amani iwe juu yake, annahu qala, alikuwa akiomba akisema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, rabbi habli minas salihin, Mola wangu nipe zawadi ya kizazi chema. Waqala Ibrahim alayhi salam, na alikuwa akiomba tena Nabii Ibrahim kwa kusema, rabbi ja'alni na amani ziwe juu yake, akisema, thalathu da'awatin, dua za aina tatu, mustajabatun, ni zenye kujibiwa, la shakka fihin, hapana shaka ndani yake. Da'watul walid, dua ya wazazi, wa da'watul musafir, na dua ya mwenye kusafiri, wa da'watul madhlum, na dua ya mwenye kudhulumiwa. Enyi baba zangu na mama zangu, maadili yameporomoka na maovu yamekithiri katika kizazi chetu. Vipi tutaomba msaada kwa Allah kama hatutawakinga wazazi wetu kwa dua? Tunamuomba Allah atulinde sisi na vizazi vyetu, aviongoze katika njia ya khairi na njia ya baraka. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamangu Fatma, mzigo huu kama kawaida, mada nzuri, mzigo kutoka kule meza kuu. Allah akuzidishie, Allah wazidishie wote. Tusemeni mashallah kwa watoto wote waliosoma. Mashallah. Tena basi mashallah. Ndugu zangu wa kamera, hizo kamera zenu inabidi zigeukie pale pale tulipofanya lile igizo la swala. Hadhara yetu imeshakamilika. Kuna mambo mawili ama matatu ndiyo yatakayofanywa sasa hivi. Kuna igizo fupi kwa dakika zisizopungua 6-7. Baada